na kuchukua hatua. Kumbuka somo linasema wakati rehema za Mungu zinapokoma. Wapendwa, kipindi tunachoishi sasa ni kipindi cha rehema, na kanisa la Waadventista wa Sabato, uelewa wake, tunaelewa kwamba kipindi hiki tulicho nacho ni kipindi cha rehema. Lakini rehema hii ya Mungu ina ukomo wa dhambi. Ametupatia rehema kwa sababu tu ya upendo wake, kwa sababu tu ya huruma zake, kwa sababu tu yeye ni mwingi wa upendo, mwingi wa huruma, mwingi wa msamaha, si mwingi wa hasira. Na ndiyo maana ametupatia rehema. Tunapozungumza habari ya rehema, ni kipindi maalum ambacho Mungu amewapatia hawa watu ili warekebishe njia zao, watengeneze maisha yao, kwa sababu maisha yao yameonekana bado yanahitaji matengenezo, yanahitaji marekebisho. Na ndio maana Mungu ametoa kipindi cha rehema. Tunapozungumza kipindi cha rehema, maana yake ni kwamba muda kamili wa Yesu kurudi ulishakuwepo, ulishafika. Ndio maana kuna rehema. Ndio maana ili fungu tutafakari vizuri. Maana yake kwamba muda wa ule uliopangwa katika mpango wa wokovu na katika mpango wa upatanisho kati ya mwanadamu aliyeanguka dhambini na Mungu, muda wake ulishafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulishafika. Na ndio maana sasa baada ya hapo sasa kuna muda wa rehema. Nichukue mfano huu rahisi ambao wengi mtauelewa. Mchezo wa mpira wa miguu unachezwa kwa dakika ngapi? Kawaida, si ndio? Hizo ndizo dakika 90 za kawaida kabisa ambazo mchezo wa mpira unapochezwa, timu mbili zinapokutana, pataamuliwa nani mshindi, dakika 90. Sasa ikiwa ni fainali, anatakiwa apatikane bingwa. Kama wakifika dakika 90 hawajafungana au wamefungana, wako sare, nini kinafanyika? Wa ziada wa nyongeza, si ndio? Wao wanaita muda wa nyongeza. Wanaongeza, kila timu inapewa dakika 15, zinakuwa 30. Kwa hiyo kijumlisha mnake ni dakika 120 zitachezwa hapo. Na atakayefungwa basi ameshindwa, na yule mshindi atapata tuzo au taji. Na ndivyo ilivyo kwa mpango wa wokovu. Muda wa Yesu kurudi ulikuja, ulishakamilika. Ila wakati huu ulipofika, mbingu kwa hekima na huruma na upendo walipotazama hali ya dunia, hali ya wanadamu, hasa akiangalia kanisa lake takatifu, kanisa la Mungu, anasema kulikuwa na bado hadi ukamilifu haukuonekana. Na ndipo Yesu nitasoma Kiingereza hapo pia tutaweka kwa Kiswahili pia. Anasema hivi katika hiyo, had the purpose of God being carried out by his people in giving to the world the message of mercy, Christ would ere this have come to the earth, and the saints would have received their welcome into the city of God. Hiyo ni katika Testimony for the Church, volume ya 6, ukurasa wa 449. Kwa Kiswahili chake kinasema hivi: kama kusudi la Mungu lingetimizwa na watu wake kwa kupeleka ujumbe wa rehema kwa ulimwengu, Kristo angekuwa tayari amekuja duniani na watakatifu wangekuwa wamepokelewa katika mji wa Mungu. Sasa kwa Kiswahili maneno fulani Elvis
kwamba Mama White alitarajia kwamba kwa wakati wake, na wakati anaandika hii shuhuda kwa kanisa mwaka 1900 ndipo alifikiri kwamba angekuja hapa duniani Yesu Kristo, lakini kwa kusudi tu la Mungu kama lingetimizwa, kama kusudi la Mungu lingetimizwa, yaani ujumbe wa malaika watatu ungehubiriwa kwa nguvu zote na kwa haraka zote na ukafika ulimwenguni kote, Yesu angekuwa amekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tayari watakatifu wa Mungu wangekuwa wamepokelewa katika mji wa Mungu mbinguni, na baada ya miaka 1000 tungeshuka hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani maaskari ya Mungu pamoja na wanadamu, maana katika mbingu mpya na nchi mpya tungeshuka hapa, lakini kwa sababu hatukutimiza kusudi la Mungu. Jambo la kwanza tunataka kwamba jambo la kwanza hatukujiandaa kikamilifu kumpokea bwana harusi. Jambo la pili, hatukuandaa ulimwengu. Lile kusudi la Mungu halikutimizwa, halikukamilishwa. Watu wa Mungu hawajaenda kuhubiri mahali, na hivi basi Yesu hawezi kuja. Ni kitabu cha Desire for Ages anasema hivi, ni paraphrase tu hiyo ndugu, yaani tumaini la vizazi vyote, anazungumza hivi: hapo anasema hivi, kwa lugha ya Kiingereza anasema hivi, by giving the gospel to the world, it is in our power to hasten our Lord's return. Nikipata hii dondoo inasema kwamba lile kusudi la Mungu ambalo ni kuhubiri Injili kwa kuwapelekea au kuwapatia watu wengine habari njema, yaani neno la Mungu. Anasema kazi hiyo iko mikononi mwetu, yaani tumepewa sisi ya kuharakisha marejeo ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili Yesu arudi, tuelewane hivi watu wa Mungu, ili Yesu arudi ni sisi kuamka. Kila mshiriki aliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake aamke, aende akapeleke habari njema kila mahali. Kama washiriki wote walipozua sababu duniani tukalielewa hili, tukaenda tukatawanyika, tukawaambia watu habari njema, tukaenda Uarabuni na maeneo mengine wakapewa hizo habari, anasema eti Yesu atarudi. Halo, Yesu atarudi. Hiyo jukumu, hiyo kazi ya kuwapelekea